صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ويا قتيل كربلاء، ويا مقطوع الرأس من القفا، ويا مسلوب العمامة والردى، طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. سماحة الدكتور الخطيب، السادة العلماء، wazee wangu, ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alqiyadatu najiha wa binaul mujtama'il mu'min. Tuko katika majlis ya 8 leo kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao mada ama unwani ya leo ni uongozi uliofaulu na kujenga jamii ya waumini. Jana tulizungumzia maudhui yanayofanana na haya, ambayo yalikuwa ni msingi wa haya, ambayo mada yetu katika majlisi ya jana ilikuwa ni Ashura madrasatu bina'il insan. Ashura ni chuo cha kumjenga mwanadamu, na tukaeleza kwamba kumjenga mwanadamu kunapitia anasir, viungo kadha: kumjenga kiimani, kumjenga kiroho, kumjenga kimaadili, kumjenga kifikra na kiakili, kumjenga kinyendo na kadhalika, yale tuliyozungumzia jana. Lakini suala linalojitokeza mara nyingi tukizungumza yanayotarajiwa yafanyike katika jamii au yanayohitajika yafanyike katika jamii, suala la kimsingi linalekezwa ni nani mwenye kufanya. Kwa sababu kwa zungumzwa sana, kunatakikana kufanywe hivi, tunatakikana tunyanyue mustawa wetu wa kielimu, tunatakikana tujenge jamii yetu kiuchumi, kunatakikana tujenge vijana wetu kifikra na kiakili na kimaadili. Ni nani anayehusika wa kwanza katika hayo? Hili ndio suala ambalo tutajaribu kulijibu leo, na ndio nikasema alqiyadatun najiha, uongozi uliofaulu ni uongozi ulioweza kujenga jamii ya waumini. Ingawa katika taarifa ya uongozi mara nyingi wao waelekeza zaidi jinsi ya uongozi unavyowasukuma watu na kuwaathiri katika kuwafikisha katika malengo, kama nilivyosema jana. Wao wakisema alqiyada hiya alqudratu ala ta'thiri fi nnas liisalihim ila alhadaf. Uongozi ni uwezo wa kuathiri watu ili kuwafikisha kwenye nini? Malengo.
ambayo sio makosa, lakini paweza kufahamika makosa. Na mara nyingi jamii zetu kwa kufahamu makosa tunabaki kusakama pale tulipo tukisubiriana, kwa sababu hii fikra ya jabri ya majaliwa haipo tu kwenye itikadi za Mungu, ipo pia kwenye itikadi za kijamii. Kuna watu wanaamini kiongozi aje atubebe kama vile mpeleka gari anavyowabeba abiria. Sisi tusitoe juhudi yoyote kwa kadri ya kupanda lile gari na kujiunga na lile gari. Kazi yote ifanywe na kiongozi, ang'ang'ane na gea na skani na mabams na makona na mashimo mpaka atufikishe kituoni, tuambiwe sasa teremkani, mushafika. Sasa hii ni taswira ya kisafari ya gari, lakini taswira hii ipo kwa watu wengi katika dhana yao ya jinsi ya uongozi kuwafikisha kwenye malengo. Na hii ni aina inaoitwa aljabrul ijtimai, ni fikra ya jabri. Fikiri mwaelewa nikizungumza jabri. Jabri ni ile fikra inaosema kwamba kila kitu tunafanyishwa na Mungu, sisi hatuna maamuzi. Kuna na hii kila kitu tunafanyishwa na kiongozi. Lakini nadharia ya Kiislamu na nadharia ya Qur'an yakataa mambo haya, na ndio yaja kukuasisia misingi ambayo ilitekelezwa na maimamu wa ahli albayt, na bil khusus al-Imam al-Husaini alayhi salam. Uongozi ni kuwaathiri watu kwa min ajili wafike kwenye malengo. Nafikiri ingekuwa ndo lugha mzuri zaidi, sio kuwaathiri watu kwa min ajili ya kuwafikisha kwenye malengo. Kuna tofauti baina ya kutumia neno kuwafikisha na baina ya kutumia neno wafike. Kuwafikisha inakuwa juhudi kubwa ni ya kiongozi. Kufika panakuwa na mchango wa watu wenyewe kuyafikia malengo yao. Na uongozi uliofaulu, ndio hii nikasema alqiyadatu najiha, ni uongozi uliowawezesha watu kuathirika na wakatembea kufikia malengo yao. Na ukibaki uongozi uko na wao. Sasa itizame hii aya niliyoisoma iliyoko katika suratu Sajda, aya ya 24. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema waja'alnahum aimma, tuliwajalia wao ni viongozi, ni maimamu. Wafanye nini? Yahduna. Na Qur'ani inatumia misamiati yake. Huku tumeambiwa wanawafikisha watu kwenye malengo, huku imetumia neno hidaya. Yahduna, neno ambalo tunaliomba kila siku wakati tukiswali na tunalikariri wakati tukisoma suratul Fatiha, tukamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ihdina siratal mustaqim, tupe hidaya ya kutuongoza sisi ili tufuate barabara inayoitwa siratan mustaqima, itufikishe kwenye nini? Malengo. Na neno hidaya katika Qur'ani limetumika katika ngazi tofauti.
kuanzia kwa wanyama. Hata wanyama wanataka kufikishwa kwenye malengo. Mwenyezi Mungu asema a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, amekipa kila kitu umbile lake linalolingana na lengo lake, kisha akakiongoza kufikia kwenye lengo lake. Kulla shay'in a'ta khalqahu thumma hada. Nyuki anapoanza safari yake katika hii dunia, ameletwa kwa wadhifa maalumu kama mnyama. Ana wadhifa anautekeleza ambao wamfikisha kwenye lengo. Mfumo wa yeye kutembea kufika kwenye lile lengo mpaka akaitengeneza asali ni hidayah ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile wanyama wengine, kulla shay'in a'ta khalqahu thumma hada. Lakini maulamai wetu, na haswa amezoisherehe vizuri hii kwa wale wanaoweza kusoma, ningewanasihi wende wakasome kitabu cha As-Sayyidul Khui rahmatullahi ta'ala alayhi, cha tafsiri ambayo hakuikamilisha, alikomana na volume ya kwanza tu, akiita Al-Bayan fi tafsiri Quran, ambao ni introduction ya tafsiri kisha na suratul Fatiha. Basi kitabu kikubwa. Alipofika katika kuifasiri ihdina sirata almustaqim, aliingia kidogo, akaja akasema kwamba hii ni hidayah inayotoka kwa Mwenyezi Mungu, iko aina mbili: hidayah takwinia na hidayah tashri'ia. Hidayah takwinia ni uongozi anaoumeza Mwenyezi Mungu ndani ya maumbile yako. Huhitaji mwalimu, huhitaji malezi, huhitaji kiongozi. Akikiumba kiumbe katika maumbile yake huingiza uongozi ule, kama wewe vile unavyo install program fulani katika simu yako ama katika kompyuta yako, baada ishatengezwa ikaingizwa, ile system iko ndani yake yafanya kazi. Haihitaji kesho kompyuta uzikusanye uziweke kwenye klasi uanze kuzitolea darasa, zitafanya kazi vipi? Na hivi ndivyo wanavyofanya kazi wanyama, kina nyuki, kina tungu, mdudu tungu na wengineo. Hata ule mnyama anauruka kwenda mbinguni, akajua kubalansi upepo, akajua namna ya kuruka na namna ya kuland na namna ya kutumia yale mabawa yake, alisomeshwa wapi? Ile tunaita hidayah takwinia. Na hiyo ina maana ya jabr, haina uamuzi wala hawezi kubadili. Lakini hidayah aliyepewa mwanadamu kupitia mitume na kupitia maimamu si hidayah takwinia, ni hidayah tashri'ia. Yani ni mwongozo wa kuelezwa, ukafahamishwa. Sawa, katika kufahamishwa nguvu ulizonazo ndani yako vipi utazitumia, na katika kusaidiwa katika matumizi yako utafuata mwongozo gani, lakini maamuzi uko nayo wewe. Faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Hidayah hiyo sisi tumemwongoza yeye, asabila, ile njia ya kumfikisha kwenye malengo yake, kama tulivyomwongoza nyuki njia ya kumfikisha kwenye kutengeneza asali, na wewe pia tumekuongoza. Tofauti, yule hatukumpa maamuzi, tumemuingiza katika maumbile yake. Wewe tumekupa maamuzi, tukakuletea kama mfumo, kama kitabu, kama sharia. Ukizifuata zitakufikisha, ukikataa
nini? Na ndio watu walikuwa na kiongozi kama Imam Hussein Karbala, waliofika ni watu wa kuhesabika, kwa sababu walifanya maamuzi ya kufuata uongozi ule. Lakini maelfu ya watu wengine wakafanya maamuzi ya kwenda kinyume na uongozi ule, na malaki na mamilioni wengine wakafanya maamuzi kwamba yanaoendelea hayawahusu. Makundi yalikuwa matatu ha? Kulikuwa kuna wale 70 ama 80 walifanya maamuzi kwamba huu uongozi watuhusu sisi, wazungumza na sisi, ni wetu sisi, na tuatakikana tuwajibike katika kutekeleza uongozi huu. Na ndio wakafika wakaambiwa, inni lam ara ashaban khairan wa awfa min ashabi. Alafu kuna gurupu liliukataa ule uongozi na likatembea kinyume na uongozi ule na kutaka kuuangusha uongozi ule. Hawa ndio wale walikuweko Karbala, na wengine hawakuweko Karbala, lakini walikuwa nyuma ya pazia wayaunga mkono mambo yale. Kisha kulikuwa na kundi kubwa la tatu. Hawa ni wale waliona hayawahusu, ya upande huu wala ya upande ule. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia ni hidayah. Katika kuifikisha hidayah kwa kiongozi, panataka uhodari fulani ambao utamfanya mfuasi atahisi kwamba uongozi ule unamhusu yeye. Nyinyi leo mwatumia neno uzalendo. Mara nyingi utasema fulani ni mzalendo, fulani anaipenda nchi yake, fulani anaona yanayojiri kwenye nchi yake yafanya nini, yanamhusu, yanamgusa. Lakini mara nyingine utatukuta sisi katika nchi zetu kwa kukosa ule uzalendo kwa sababu nyingi. Mara nyingine kwa sababu zetu wenyewe, na mara nyingine kwa kusababishwa, kwa kuhisishwa kwamba wewe si muhusika. Huenda mpaka tukawa tunatizama mambo yanayotembea katika mazingira yetu kama kutizama filamu katika sinema, mpaka ukasikia zile lugha, hayo ni mambo yao, hayo hayatuhusu. Sasa kitu ambacho viongozi wa Mungu walifaulu kwanza ni kuwalelea wafuasi wako kiimani. Na hili neno nalikariri sana, lakini leo nataka kuingia kwenye baadhi ya tafasili. Malezi si elimu. Malezi yanategemea zaidi utendaji kuliko ufundishaji. Kwa mfano, kama baba nyumbani una watoto, kila ukikaa kula nao wanakuona wewe wala kwa mkono wa kulia. Wanakuona wewe kabla ya kula wafanya nini? Bismillah. Kabla ya kula unaosha mkono. Na kati wafanya yale wamfanyisha na yeye. Kwa mfano, akipeleka mkono wa kushoto wamregesha kwa utulivu, baba usitumie mkono huu, tumia mkono huu. Atafanya, atasahau. Mutakuja mara ya pili atatumia mkono wa kushoto, utamrakibisha mara ya tatu, mara ya tano. Atakuwa mpaka atafikia kiwango ataona kwake hajajua mambo ya makruhu na halali na haramu. Atafika kiwango kwamba kutumia mkono huu katika kula ni jambo la makosa. Itajengeka katika hisia zake. Hayo ni mambo ya kula ya kawaida. Sasa njoo kwenye mambo ya kimaadili. Unapomlelea kusema ukweli,
na akakuona wewe ni kielelezo katika mambo unayomwambia yeye, humdanganyi, hata kama ukweli mara nyingine utakukalifu kwa mtoto wako. Atalia, atakuchafulia mudi zako za siku ile, lakini thamani ile utakayokuilipa ya muda, matunda yake ya mustakbali yatakuwa makubwa, kwa sababu atazoea mahala pa kuambiwa ukweli ni nini? Ni ukweli. Sasa malezi ya kiongozi ya kiiman yanasababisha kiongozi kuwa karibu na wafuasi. Huwezi kuwa kielelezo kwao, huwezi kuwarakibisha, huwezi kuwafanyisha kama kutakuwa na mwanya mkubwa kati yako na wafuasi. Na ndio nyinyi msomeni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vipi alivyokuwa akitangamana na masahaba zake, na akijua mahala pa mzaha ni wapi, mahala pa kurakibishwa ni wapi, mahala pa kosa dogo la kufumbiwa macho ni wapi, mahala pa kuchukua msimamo bila kutingishika ni wapi, hata kama jambo ni dogo. Sababu laweza kuwa jambo ni dogo, lakini laashiria miondoko ambayo ni ya hatari. Tumelikita za dhihaka. Wanatunukulia, kulikuja bwana mzee sana, amwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, niombe na mimi niingie peponi. Mtume akamwambia, kuingii vizere peponi. Amwambia vizere hawaingii peponi. Yule bwana akaitukulia mahmal aljid, akaanza kulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akatabasama, akamwambia, la bwana, watu wote peponi watakuwa vijana, watu wote watakuwa vijana. Sikumaanisha kwamba wewe ungie peponi, lakini kwa uono umri ulio, sikuombei Mungu ungie hivyo na kuombea Mungu uingie ukiwa barobara. Rasulullah amekuja bwana yuwaomba, angalia anavyotukua pale kwa pale, watu wataka kumsaidia, amuita, amwambia, wajua kazi fulani sijui, wajua kazi fulani sijui. Kila kazi anayemtajia hawezi, hajui. Akamwambia kuni, kwenda kukata kuni, akamwambia naweza ya Rasulullah. Akamwambia basi hizo pesa zinunuliwe shoka na kamba, apatiwe shoka na kamba, ende akafanye kazi, atafute riziki. Utaona ni mfano mdogo sana, lakini ni mfano una assist jinsi ya kuempower watu. Leo mnazungumza masala economic empowerment, sio? Hiyo ni mfano. Badala ya kuketi kuwafanya watu waishi kwa misaada ambayo inaua uwezo wa uzalishaji wa watu, kwa sababu umma ni unaozalisha, sio unaotumia. Na hawa wametufanya watumiaji baada ya kutupokonya vipaji zetu za uzalishaji. Amwambia nenda ukakate kuni. Wahakadha, nikipiga mifano mingi. Ukimwangalia Amirul Mu'minina Ali ibn Abi Talib alayhi salam, alivyokuwa akiishi na watu, mpaka alipoona kuna utisho fulani umetengenezwa, na utisho ule utasababisha kumkosesha yeye kuwaongoza, akawaambia no, mimi siutaki utisho, sitawadhu. Ni maana unaweza kujenga nini? Ukuta. Pale akawaambia la tukhalituni
musitangamane na mimi kama munavyotangamana na jababira, almulukul jababira, vile mulivyozoea sijui kina Kisra na kina nani, munakauka, hamwezi kuongea mbele yake. La, 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 la. Wala musinipake mafuta. Mtu yoyote akiwa na kauli, akiwa na ushauri, aniambie. Taban, pamoja na kulinda adabu na cheo cha imam, sio kumkosea adabu. Pia hapa lazima tuwe na hadhari. Imam Ali alipowaona zuhudi yake alikuwa akiifanya kwa dharura ya kupita mipaka, kwa sababu pia ili ni suala nataka tulijadili siku moja. Si kila zuhudi anayoifanya imam ni kielelezo kwetu, kwa sababu zuhudi inafanyika kulingana na dhurufu unazoishi. Kuna wakati ilikuwa zuhudi kuwa na kanzu 2 ndani ya nyumba au 3, wewe ni israfu dhurufu. Lakini kuna wakati shekhe ni kawaida, kulingana na standard ya maisha inavyopanda na nini na kushuka. Mara nyingi mimi nimesema hapa, ukirudi miaka 30 40, wazee wengi hapa wakikumbuka walipokuwa watoto, walivyolelewa na wanavyowalelea watoto wao. Leo mtoto ana pea 5 ya viatu na bado nyumba ya kimaskini. Sijui kuna viatu vya kuendea choni, kuna viatu vya kuendea mazoezini, kuna viatu vya kuendea shule, kuna viatu vya kuendea madrasa, kuna viatu vya kutokea saa 10, sio? Na ni kawaida leo, wala huambiwi umefanya israfu. Leo waweza kumkuta mtu hana kazi lakini ana begi la nguo. Watu zamani ilikuwa akifua nguo akiisubiri ili apate kuiswalia, hana nyingine. So hizi ni mafahimu mara nyingi sisi tunazirusha katika dhurufu za kihistoria kuzieta. Imama Ali aliishi wakati ambao alikuwa ana ujumbe maalumu ataka kuutuma kuhusu zuhudi yake, na ndipo alipowaambia imamu wenu, mwayakumbuka haya maneno, inna imamakum, akiwaambia wafuasi wake, ametosheka na nguo zake 2 na tende zake 2, lakini nyinyi msifanye hivyo. Angalia namna ya kuwalelea. Nyinyi msifanye hivyo, kwa sababu mimi najua hamtaweza. Lan tastatiu ala dhalik. Mimi ninachotaka kwenu ni nini? Ainuni bimadha biwara'in, nisaidieni na takwa yenu. Yani nyinyi lindeni mipaka ya halali na nini ya haramu. Hata mkistarehe hakuna shida, haiwatoi kwenye zuhud, lakini hakikishani tu munapofanya starehe zenu, munapofanya mambo yenu ya kidunia, musikiuke mipaka ya halali na nini na ya haramu, na hiyo ndio alwara. Sasa vile vile utakuja kumpata Imam Hussein alayhi salam alivyokuwa akiishi na ashabi zake, mbali na khutba na nini, lakini ikiadia kuswali akiinuka akiswali na wao, hata kama wako hatarini, wakiomba dua, akiwapa maneno ya kuwatia hima na kuwakuza na kuwapa moyo. Hii ni atarbia al-imania. Kitu cha pili katika kuwalelea jamii yetu, yani kiongozi kuilelea jamii iwe jamii bora, ni kuwaweza kuwakinaisha kwamba lengo lako na lao ni moja. Hii Waarabu wanaiita wahdatul aqida wal hadaf. Mara nyingi sisi, hususa leo ukija katika masala ya kisiasa, hata kama tunatoka tunakwenda kuvoti na tushajitagulia twamvoti nani au twavoti chama gani, lakini ukweli wa mambo kuna gap kubwa
katika hisia za mpiga kura na hisia za anayetaguliwa. Mpiga kura mara nyingi aona hili ni kama routine tu, lakini hawa wana mambo yao, hawa wana ajenda zao, hawa wana mipango yao. Ikijengeka fikra hii, si katika siasa, hata katika community, watu wakiweza kufahamu kwamba wewe waja kwenye uongozi si kwa sababu ya kuwafikisha watu kwenye lengo munaloshirikiana, ni kwa sababu ya wewe kufikia malengo yako, hapa patakosekana communication ya kimalezi. Si rahisi. Hata kama utawabeba, sisi huwaita kuwabeba, utawabeba watu kwa propaganda, kwa kampeni, utawabeba watu kwa kushika maslaha ya watu fulani, vichwa fulani, ambao wajua mimi nikimpata fulani nishapata watu 1000. Hawana sei kwake. Wale watu 1000 wanakufuata si wewe wala malengo yako, pengine walifadhiliwa na anayekuunga wewe. Anayekuunga wewe pengine mulikuwa muna biashara fulani, ama muna hisabu fulani, ama hata umemfanyia mema fulani, yeye akaona kukulipa wema, akubebee watu kwa kontena akuletee. Lakini watu wale wanaoletwa hawajui waletwa kwenye nini, zaidi ya kukufanya wewe ushinde. Kazi yao imekwisha. Alafu inabaki miaka 5 unatembea peke yako kwenye malengo yako, na wao wanatafuta malengo yao, hawajui nani atawapeleka. Sasa kitu muhimu ndo mutaona kwa nini Imam hatuna shaka naye ni katika alladhina taharahumullahu tathira, ni katika ahlul kisaa, ni katika wale athaqalain ambao watembea na saa zote akawa yuwakariri malengo yake kuanzia mwanzo wa haraka mpaka mwisho. Kila akipata fursa awakariria, mimi naenda kwa malengo haya, na kuwaonesha kwamba hakuna ubinafsi. Malengo ni malengo kwa ajili ya umma, si yangu si yenu. Hata nyinyi pia si yenu, waila pia waweza kwa ukawakinaisha watu kwa malengo yao wale walioko. Kizazi kitakachokuja, haya ni mambo yafanywa sana kwenye nchi zetu leo. Kwa mfano, leo yaweza kuwa nchi ina upana wa ardhi, zaidi nitazungumza kwetu Kenya, ambao ndio matatizo tunayoyapata kwetu. Msitu mkubwa, wewe wakinaisha watu kwamba huu msitu tunaweza kuugawa, tukampatia kila mtu eka 20 akauza. Kila raia, tujalie katika eneo ile kuna raia 100,000, na sisi tuna msitu wenye eka 500,000 mathalan. Kiongozi akaja akawakinaisha raia wote 100,000 kwamba kila mtu tutampatia eka 5 auze. Ukiuza utapata pesa, utafaidika. Hayo si malengo ya umma. Hayo ni malengo yanaolenga kizazi maalumu kwa maslahi ya muda. Leo tuko population 100,000, ardhi ile tunaiona ni faidh, imezidi. Kesho tukifika population sisi ya 200,000, kesho wajukuu wetu, kizazi kinachokuja kitalima wapi? Na ardhi ishakwenda. Sasa pia mara nyingine mwaweza kuuziwa malengo mukifahamishwa kwamba ni malengo yenu. Imam Hussein alikuwa aweza kunegotiate na nani? Na utawala wa Bani Umayya, akahakikisha watu 73, hata watu 700 au hata 7,000 wote wakapewa interest zao kwa Yazid. Wale wote wangeweza kupata maslaha yao, na hakika
Yazid umuhimu alokuwa akiutaka wa usharia wa utawala wake, Imam angemuomba kitu chochote angempa, na Imam angewathibitishia kwamba tumefanya mapinduzi na tumefikia wakati sote tumefaidika na sote tumefika kwenye malengo, lakini baada ya nyinyi mushapata malengo, kubaki Yazid kwenye utawala, kuendelea ufisadi kwenye utawala, kizazi kinachokuja mmekipangia nini? Sijui tumeelewana vizuri sana. Na ndio utakuta haiko tu kwenye kuuza, iko pia kwenye kucompromise. Izungue sasa. Kiongozi aweza kuja mahali akayakataa maslaha ya umma ya muda, akacompromise kwa ajili ya maslaha makubwa zaidi ya kizazi kitakachokuja. Na hii ndio wakati tunaposema sulhu. Imam Hassan salawatullahi wasalamuhu alayhi alipofanya sulhi na Muawiya, aliangusha malengo fulani ya kiumma, si malengo ya watu binafsi, lakini aliona yeye kushikilia, kung'ang'ania malengo yale yangesababisha kukosekana hata mustakbali wa umma. Na hapa ndipo panapotaka alqiyada albasira, qiyada, uongozi unaojua lini utapigana, lini utaketi mezani, lakini yataka maono ya mbali na jinsi ya kuyapima mambo na kupanga zile priorities, aulawiyat ni zipi na kipi kitatupeka kwenye kitu. Kwa hivyo katika kitu kinachomfanya kiongozi aweze kuathiri kihidaya ni wakati anapowaonesha watu kwamba malengo yetu ni mamoya na ajenda yetu ni moya na ni ajenda ya umma. Na ndio Mwenyezi Mungu akasema yahduna biamrina, na ndio tukaambiwa ahyu amrana, rahimallahu man ahya amrana. Amruna ni nini? Ajenda ya Karbala, ajenda ya Qur'ani, ajenda ya ahli albayt. Ma huwa amrukum, kaifa yuhya amrukum, ulumana. Uluma za ahli albayt ni elimu gani? Ni Qur'ani na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah, ala tarawna ila alhaqqi la yu'malu bih wa ila albatili la yutanaha an. Angalia uslubu wa istifham, anaitupa kama suala, anataka kuwasukuma, sio kuwapeleka. Awasukume waamke, dhamiri iwaume, watembee kwenda kuitafuta haki. Na haki ndio matlab ya kila mtu. Kila mwanadamu anatafuta haki na kila mwanadamu anakataa batil. Kitu kingine katika uongozi unaofanikiwa kujenga jamii bora ya wafuasi ni uongozi unaoweza kuleta kitu kinachoitwa at-taawunu wat-takaful. At-taawunu wat-takaful, kusaidiana. Na kariri, kusaidiana, si kusaidia, kusaidiana. Na hii ndio ile watawasau bilhaqi watawasau bisabr. Kwa sababu mwanadamu, jamii yoyote, watu walioko jamii ni mithili ya viungo vinavyotumika kujenga jengo. Pana tofali, pana mbao, pana chuma, pana smiti, pana hisabu sasa. Na mahala pa tofali huwezi kuweka chuma, na mahala pa chuma huwezi kuweka ubao, wa hakadha. Ni kuwaweza kuwapanga watu, kila mtu akateza katika sekta yake, na wakaweza kukamilishana, wakatengeneza nyumba moja inayoitwa jamii ya wafuasi.
Na haya ni mambo marefu. Haya yataka kiongozi mwenye busara, mwenye ufahamu, anaoweza kufahamu uwezo na vipaji vya watu walioko karibu na yeye. Ni nani atamweka wapi? Ni nani atampeleka wapi? Kila mahali. Angalia, kuna sahaba mmoja maarufu wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiitwa Hassan ibn Thabit, katika Ansar, na nafikiri wengi mnamsikia hiyo katika mashairi yake ya kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fikiri moya katika mashairi yake ni yale washtaqqa lahu min ismihi, sio fadhul arshi mahmudun wa hadha Muhammadu. Katika mashairi, huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amempa kipaji cha ulimi. Ulimi wake washinda kazi ya upanga. Ulimi wake wafanya kazi kushinda kazi ya nini? Ya upanga. Kwa sababu zamani, mwajua nyinyi, media zamani, chombo ni ushairi kwa Waarabu. Mashairi ndio yafanya kila kitu. Na Hassan alikuwa ana ule ushairi wa hali ya juu kwanza, kisha ana na suratul badiha hapo kwa hapo. Lakini ikiadia mambo ya kukaa mbele kwenye jeshi, alikuwa si uwanda wake. Na ndio utaona hata wakati katika baadhi ya vita jamaa wakitukana kule, Mtume alikisema aina Hassan aina Hassan. Jamaa wakimuita Hassan, yeye mwenyewe huko nyuma huko Hassan nini? Haya, sasa ni uwanda wako, sasa ni nafasi yako. Kwa hivyo kila mmoja katika sisi ana uwezo wake katika kuchangia safari ya jamii kufikia kwenye nini? Malengo. Lakini ni wewe mwenyewe ujielewe, au kama hujielewi, kupatikane uongozi utakao kuweza kukuelewa. Na kitu muhimu sana, usijibandike usiloliweza. Jielewe. Kubali mgao wa Mungu aliokupa. Hili pia ndio tatizo na ndio linaosababisha migongano mingi. Kubali. Na kile kipaji alichokupa Mungu waweza kukifanyia kazi na kukitumia. Je, niwakumbushe kitu kidogo, ingawa alikuwa ni cha kesho hiki. Sijakiweka. Nakumbuka Imamu Zainul Abidin alayhi salam, baada ya kurudi, Allahumma salli ala Muhammad, atoka safari ya Sham, safara wa mateka, umerudi Karbala, sasa umeelekea zake Madina. Alipofika karibu ya Madina, kuna bwana mmoja, ndio nilikuwa najaribu, nataka nione kama nimeandika, lakini sikuiandika leo, jina lake limenitoka. Alikuwa pale katika ile group, akamuita, ya fulani, amwambia inna abaka kana shairan, babako alikuwa mshairi, fahal tujidu shay'an min ash-shi'r, je wewe wajua mashairi? Ule bwana Dibal, si Dibal, kuna jina lake. Ule bwana akamwambia naam ya Maulai. Akamwambia basi mimi nataka ukitumie hicho kipaji sasa hivi kwenda kuutayarisha mji wa Madina, situngie. Wewe tangulia. Alikuwa ni mtu ghairu maarufu. Umaarufu wake aliupata siku hiyo, na mashairi yake yasoma katika kila mimbari za Karbala. Ndio yule akapiga farasi wake watu, alipotokea katika milango ya Madina akasema yale mashairi yake, ya ahla yathriba la muqama lakum biha, qutila al-Husainu fa admu'i midraru, al-jismu minhu bikarbala mudarraju, wal ra'su minhu ala al-qanati yudaru. Mashairi mafupi lakini mazito.
Ambia ya ahla Yathriba, Madina ilikuwa ikiitwa Yathriba, ya ahla Yathriba la muqama lakum, haina maana yoyote nyinyi kuishi katika mji huu ambao Rasulullah amezikwa hapa. La muqama lakum biha. Kwa nini? Qutila al-Husayn, Husayn ashauawa. Faadmui midraru, tokeni mumimine matozi yenu kumimina. Kisha bado sio kutila, ambia aljismu minhu bikarbala, mwili uko wapi? Karbala. Mudharraju, umeloa madamu. Warasu minhu, na kitwa chake ala alqanati, kiko kwenye mafumo. Yudaru, kinazungushwa kwenye miji. Angalia ufasaha, angalia message. Madina yote ikaanza kulia. Kisha ndio ikaja kile kiswa sasa, akaja akakutana na Ummul Banin na nini. Sasa angalia kipaji alivyokiona Imam Zainul Abidin, si kwake, kwa babake. Na anajua mara nyingi watu wanafanya nini? Wanarithiana baadhi ya vipaji. Yule anena wa man shabaha abahu ama dhalam, anayefanana na babake hajadhulumu, kwa sababu mara nyingi watu wanarithi. Sasa hii ni mifano mingi ambayo lau yaweza kuandikwa, yakaletwa, yakavishwa lugha za kisasa, yakaweza kuoneshwa watu hizo namna ya unaitwa building capacity, economic empower, sijui nini, zote unazipata hapa maimamu walivyokuwa. Kwa hivyo ni kipaji chako. Mungu amekupa sauti mzuri, itumie katika kufikisha ujumbe. Sauti mzuri na athar. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuna wakati alikimuita nani huyo, Abdullah bin Mas'ud, akimwambia njoo Abdullah bin Mas'ud, madha ya Rasulullah, nisomee na mimi Qur'an. Ya Rasulullah, Qur'ani ukisoma wewe ndio aula, man yaqra mithlu Rasulillah. Amwambia la, mimi nataka kuisikiza Qur'ani kwa sauti yako. Sauti yako mzuri Abdullah bin Mas'ud, na nikiisikia kwa sauti yako napata unyenyekevu, yani ni athiri zaidi. Hapa Mtume atuonesha kipaji cha sauti na akijali katika kukitengeneza, na mifano ni mingi. Kwa hivyo watu kuweza kusaidiana na kushikamana inaletwa na wakati tunapoweza kutambua zipaji zetu na kujigawanya kulingana na uwezo wetu na nafasi zetu, sote tukiamini tunafanya kazi kufikia lengo moja. Leo hii majlis hapa haianzii kwenye kutoa muhadhara, wala haiishii kwenye kutoa mihadhara. Kuna mambo mingi yafanyika hapa. Twaja twasomewa Qur'an, ni juz'un min athawab, ni juz'un min at-tarbiya. Twaja twasomewa nini, matam, utenzi ambao unaamsha hisia zetu, ni juz'un min al-mashru'. Unaweza kumwita shekhi hapa Ayatullah akisoma utendi, kila mtu akakwambia bwana, ala tutafutieni mtu mwenye sauti mzuri bwana. Sio kama sauti zetu hizi tena. Kila mtu ana mahala pake. Kuna latmiyat, kuna kusoma ziara. Ile ziara ikaja ikasomwa kwa mtu mwenye sauti anaojua kuisoma, utaona takshairu minhu aljulud, ngozi na kutetemeka. Hata Mwenyezi Mungu ametuambia wanaposoma Qur'ani wanasikia nini? Miili yao inatetemeka. Inategemea sauti. Katika kujenga jamii ya waumini ambayo ni kazi inayotaka ifanywe, ni ashura wal musharaka, ni kuwashirikisha wafuasi. Usiwe ni uongozi wa kutoa oda peke yake, kwa sababu mwanadamu, hata mwanao nyumbani ukimlelea, msomeshe namna utakao kumsomesha, kama hujamshirikisha kutukua majukumu, atakuangusha siku ukimpatia majukumu. Pana haja ya kumwonesha, hata katika kuweka sahani katika meza, hata katika kuondosha sahani katika meza,
hata kama Mungu amekupa uwezo wa kuweka watumishi 10 ndani ya nyumba, lakini hakikisha vijana kuwanyima nafasi ya kushiriki kwenye majukumu ndani ya nyumba. Muhimu sana. Na ndio mahala sisi tunasema hawa vijana wa leo hawawezi lolote, hawa majenzi, lakini hawa ni matunda ya nani? Tunawatukana, lakini ni nani aliyewazaa? Ni sisi. Ni nani aliyewalea? Ni sisi. Tumeharibu mapenzi. Tumeona kuwapenda ni kuwahudumia vile kupita mipaka. Haya ni matatizo yako ndani ya majumba, na nikizungumza mnafikiri mnanielewa. Na leo ndio tunapata kizazi hakijui kuwajibika kwa sababu hiyo. Sasa kiongozi ndio yule Mwenyezi Mungu akamwambia washawirhum fil amr wa amruhum shura bainahum, walete karibu hata kama hutatukua ushauri wao, hata kama huna nia kamwe ya kutukua ushauri wao, lakini mujarradi wa kumuonesha kwamba maamuzi ninayoyafanya nimekushirikisha, ingawa baadaye sikutukua maamuzi yako. Na ndio Mwenyezi Mungu akamwambia fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Uamuzi ni wa mtumi, si wa washauri, lakini washirikishe, kwa sababu utawalelea katika kujifunza namna ya kufanya maamuzi, utawalelea katika kupata uzoefu, utawalelea katika kufikiri, kwa sababu unapowashauri unawapa nafasi ya kutumia akili zao kufikiri. Hata wanaambia wanangu, sisi leo nyumbani tuko na hili tatizo, tuko na hii changamoto, sawa iwe ni ya kiuchumi, ni ya nini, nyinyi muna maoni gani? Bila shaka watatumia akili, watafikiri, hata kama maoni watakayokukupa ni maoni ya kitoto. Lengo si natija ya maoni yao, lengo ni msukumo wa kuitembesha akili yao iweze kufikiri. Utawafunza namna ya kupanga, takhtit, kuplan, ili waweze kufikia malengo yao. Mwisho nimalize katika vitu hivi, ni sinaatul kafaat. Katika majukumu ya uongozi unaofaulu katika jamii, ni uongozi sio tu unaotafuta zipaji, ni uongozi unaofanya bidii na kuweka mikakati ya kuunda zipaji. Muhimu sana. Nimesoma habari ya bwana mmoja ambaye ndiye mwanzilishi wa hii hali iliyofikia leo katika Jamhuri ya Kiislamu ya ballistic. Wakati wa vita vya Iraq, Irani ilipokuwa haina silaha, wanapita wakiomba hawapewi, mpaka wakaenda wakapewa skadi 2-3 na baadhi ya watu. Baada ya kumalizika vita vile, yasemekana Said Khamenei alimuita huyu bwana, na alikuwa katika wahdatul sarukh, katika unit ya jeshi ya makombora, na alikuwa ni mtu wa kawaida. Akamwambia, unao uwezo wewe wa kufanya mambo haya? Sisi kama serikali tutakubaka, kama wataka budget, kama wataka nini. Akamwambia, nitajaribu wallahi, sijui wallahi, lakini kujaribu. Wasema tajriba yake lilikuwa la kwanza, likirushwa lenda huku lenda huku, yani ile wanaoita una neno accurate yake ilikuwa baina samai wal ardh. Lakini kila akimwambia imam kwamba tumejaribu limefika hapa, amwambia jaribu tena, jaribu tena, jaribu tena. Wakaenda mpaka sasa likawa ni 100 meters, 200 meters, 50 meters.
mpaka yeye akauliwa kitambo. Wakaja wengine mpaka ikafika pale. Hii ni kuna wakati unawasukuma watu. Mtu atakwambia mimi sina uwezo wa kufanya hilo. Unamwambia jaribu. Tembea. Na mtu siku yoyote akiona uongozi uko nyuma yake na umekiri kukubali makosa yake yatakao kutokea na hasara zitakazo kupatikana, atafaulu. Kiswa kingine chazungumzwa na Dr. Suwaidan. Dr. Suwaidan huyu ni Mkuweti, ni mwana idara mkubwa sana ulimwenguni. Asema kuna tajiri mmoja China, katika matajiri wakubwa sana nyuma zamani, na biashara yake kubwa yeye moja, atafuta wanafunzi walio graduate hapa. Achukua wanafunzi 10, 20 ambao wanataka kufanya biashara. Wewe unapeleka proposal yako, mimi na mradi huu, na umefanya study kamili, na unahitaji rasilimali hii, na income yake ni hii, na mafanikio yake yakiwa ni haya. Ngapi? Pengine $1 million, $2 million, akiwagawanyia. Sasa asema kuna mmoja alipofanya ile biashara akafeli, akafilisika, akarudi kumwaga. Maana alikuwa amemwambia ukifilisika hakuna tatizo, bora umkinaishe tu mwanzo kwamba wewe umebuni mikakati ya kutosha. Yule bwana akarudi akamwambia, bwana maasalam, kilichobaki ni hiki, na mimi hii kazi naona imenishinda, tafuta mtu mwingine. Akamwambia, mimi ndio nakutaka wewe. Kwa nini? Akamwambia, kwa sababu wewe ushakosea, hutakosea tena, lakini nikichukua mwingine nitakuwa narudia pale pale kwenye zero. Kwa hivyo mimi nataka hiyo experience yako ya kukosa, na hono ubinadamu wako, umekuja kuniaga na umekuja kuomba msamaha, ni maana wewe una hisia ya utungu. Kwa nini ulifeli? Hisia hii itakufanya ufanye bidii zaidi. Ndugu zangu, tunapojaribu watoto wetu kwenye mambo wakaanguka, isiwe mwisho wa nini? Wa safari, na ikawa jina la pale nyumbani, huyu ni failure, kwa sababu alipewa biashara mara moja kaharibu, alipewa majukumu mara moja kafanya nini? Akaharibu. Isiwe hivyo. Tabani sitaki pia iwe na urahisi. Msome aliharibu vipi na nia yake ilikuwa ni nini. Kwa hivyo uongozi ni kutengeneza, kwa sababu tukirudi nyuma, uongozi hauongozwi na mtu mmoja. Kila mtu atakikana aweko kwenye nafasi ya kuweza kuchangia uongozi ule. Kiweza kufuata mambo haya, na ambayo yote waweza kuyapata katika madrasa ya Karbala, tunaweza kuwa na uongozi uliofanikiwa, unaoweza kutengeneza jamii ambayo inaweza kusimama kwa miguu yake na ikasonga katika malengo yake, bali unaweza kutengeneza wafuasi ambao wako tayari kuyayuka wao ili umma ufike. Na hii ndio tunaoita tadhhiya. Watu wako tayari kuyayuka wao ili umma ufike. Ndugu zangu wapendwa, tumalize majlisi yetu kidogo leo na Abul Fadhl al-Abbas. Baada ya kuaga dunia na Fatima alayha salam, hii nukta nimezungumza na watoto wa shule leo Bilal kule, napenda kuirudia. Imam Ali alikuwa atafuta kipaji. Angalia, kucreate kipaji, akiamini kwamba kanuni ya wiratha ina mchango katika kutengeneza vipaji. Akaenda kwa ndugu yake akiitwa Aqil. Aqil ni baba yake Muslim ibn Aqil, Aqil ibn Abi Talib. Akamwambia Aqil, Aqil alikuwa ni maarufu ni nasab,
yani ni mtaalamu wa nasaba, ajua zile koo za Kiarabu, historia za Waarabu. Akamwambia Aqil, nataka unitafutie mke mwenye sifa hizi, kwa sababu nataka kijana ambaye atakuwa na zipaji za kumfanya aqualify kuwa pambizoni mwa al-Imam al-Husaini alayhi salam. Allahumma salli ala. Ndio Aqil akaenda akamtafuta mama yule alomzaa Abul Fadl al-Abbas, akiitwa Fatima pia. Wasema katika ukoo wake, katika mababu zake ni makomanda baada ya makomanda. Na taban kanuni ya wiratha peke yake haitoshi, lakini ni chanzo cha kuanzisha msingi. Na ndio tukaambiwa tukitaka kutengeneza kizazi chema, tuanze katika kutengeneza ndoa njema inaotaguliwa mume na mke katika misingi bora. Tizame Abul Fadl al-Abbas, mbali na ushujaa wake, ujasiri wake, lakini alivyokuwa mtiifu kwa ndugu yake, mtiifu wa kupita kiasi. Kwa kiasi leo naja hapa msikitini, nimesoma posti moja imenigusa sana hisia zangu. Asema Imam Hussein alikuwa karibu zaidi ya moyo wa Abul Fadl al-Abbas kuliko mai yaliyokuwekwa mkononi mwake. Pale alipofika Furat, baada ya kuambiwa nenda ukawatukulie watoto na banati maji alipoyateka, ukaribu wa maji yale na mdomo wake haukuweza kufikia ukaribu wa Imam Hussein na moyo wake. Na ndio akawa atasema yale mashairi yake muhimu, ya nafsu huni, ya nafsu min ba'di al-Husaini huni. Akayamaga yale maji. Taa, alwafa. Akarudi na maji akikumbuka kwamba kuna banatu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wanayasubiri, akikumbuka kwamba kuna ahadi atawapelekea maji. Ana udhuru wa kila aina wa kutotekeleza jukumu lile. La yukallifu Allahu nafsan, kama vile sisi tunavyojitetea leo tukipata matatizo kidogo tu, jamaa na kutupia aya, la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Walimkata mkono wake wa kulia, hakusimama. Hakusimama sio baada ya kuashakosa mkono. Kama wewe leo mtu amefanya ajali, amekosa kiungo, amepelekwa hospitali, amefanyiwa operation, ashatulia, akirudi katika jamii yeye aona hana anachoweza kufanya. Yeye ameendelea kutekeza jukumu lake na bado damu yamiminika kutoka kwenye mkono wake. Akakatwa mkono wake wa pili, huku akisema wallahi inqata'u yamini, haitoniondosha mimi katika barabara ya an udafi'a an dini, kuitetea dini yangu. Akawa yuwaendelea kung'ang'ana na maji yale ili akamilishe jukumu lake. Jukumu dogo tu, jukumu maji yafike pale. Hata yale maji yakifika watakunywa nusu ya siku hayakimi. Pengine kile kiriba kimoja hakiwatoshi hata kugawanya. Hayatatui tatizo. Hakutengeneza excuse. Hata nikayafikisha, kwani kutabadilika nini?
mimi nimeambiwa nifikishe maji na lazima nifikishe. Wakampiga wakamwangusha mishale kila upande, na mpaka wakamfanya majuruhi ambaye hajiwezi. Baada shamaliza jukumu lake, angalia ye turning point ya Abul Fadhl al-Abbas. Wasema hakuwa hipo Abul Fadhl al-Abbas kumuita ndugu yake akhi, hakuwa hipo, kwa sababu yeye alikuwa akiona kumuita akhi ni kama kumweka katika rika lake, ataangusha ule utiifu wake wa daraja yake mbele ya Imam Hussein alayhi salam. Lakini ashakatwa mikono, yuko katika sakaratul maut, jukumu lake limekwisha. Sasa amwambia, sasa hunu ni wakati wa hisia, ndio amwambia adrikni ya akhi. Hadha huwa Abul Fadhl al-Abbas, ambaye ni mfano wa utiifu